إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله. Tuzangu katika imani, katika wiki mbili zilizotangulia tulikuwa tukielezea mada hii muhimu sana, alama husnul khatima, alama ya mwisho mwema au mwisho uliokuwa mzuri. Tukaishia alama ya 14. Leo inshallah tutaelezea alama mbili ndio itakuwa tushamalizia maudhui hii. Al-khamisata ashar, alama ya 16, al-istishhadu fi sahati al-qital, ni mtu kuuawa katika uwanja wa vita. Na hii ni jihadi baina ya Uislamu na makafiri. Ni jihadi ya kisheria ambayo maulama wameipitisha. Maulama wasema ash-shahadatu fi sabilillahi ta'ala manzilatun 'azimatun, yani mtu kufa shahidi katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala ni daraja ilikuwa kubwa, wa martabatun jalilatun, vile vile ni daraja iliyokuwa tukufu. Ajruha adhim, malipo yake ni makubwa sana. Wa thawabuha kabir, na thawabu zake ni kubwa. Wa anwa'u shahada kathira, na sampuli za mtu kufa katika ushahidi nyingi sana, mutaaddida, tofauti tofauti. Ashrafuha alqatlu fi sabilillah, iliyokuwa bora zaidi na utukufu zaidi ni mtu kuuawa katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata, wala msiwadhanie wale waliouawa katika njia ya Allah kuwa ni wafu, bal ahya'un 'inda rabbihim, bali wao mbele ya Mola wao wana uhai katika barzakh. Yurzaqun, Allah anawaruzuku. Farihina bima atahumullahu min fadli, wanakuwa ni wenye kuwa na furaha kwa yale Allah aliyowapa katika fadhila zake. Wayastabshiruna billadhina lam yahqu bihim, wayastabshiruna, na vile vile wanakuwa na furaha na kuwapa bishara billadhina lam yalhaqu bihim, wale ambao hawajiunga na wao, min khalfihim, wali nyuma yao, alla khawfun alayhim wala hum yahzanun, kuwa hawatapata hofu juu yao kwa mustakbali wao, wala hawatakuwa na huzuni kwa vile walivyoviacha. Yastabshiruna bi ni'mati min Allah wa fadlin wa anna Allah la yudhi'u ajra almu'minin, ni wenye kuwa na furaha kwa ile neema inayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fadhila zake, na hakika Allah subhanahu wa ta'ala hapotezi malipo ya waumini. Hii ni sharaf kubwa kwa mtu ambaye atakayeuawa katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi ya kwanza ambayo ni hadithi akhrajahu Tirmidhi wa Ibn Majah wa Ahmad wa isnaduhu sahih. Sheikh Al-Albani akaisahihisha katika Sahih Ibn Majah, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, lishahidi inda Allahi 6 khisalin, shahid mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yuko na sifa 6. Hizi ni sifa ambazo za muhusu yeye, hakuna mwingine ambaye aweza kuzipata.
yughfaru lahu fi awwali daf'a min damihi, husamehewa madhambi yake yote ile tone la kwanza litakapoanguka. Akijeruhiwa katika vita pale, tone litakapoanguka la kwanza ile, anasamehewa madhambi yake yote. Wayara maqadahu min aljanna, kisha anaona sehemu yake ya peponi. Wayujaru min adhabi alqabri, na atakingwa na kuhifadhiwa na adhabu ya kaburi. Wayamalu alfaza'il akbar, vile vile atasalimishwa na ile faza iliyokuwa kubwa, ile baada ya kukubwa parapanda katika ya pili ile. Wayuhalla hulyatul iman, na vile vile atavishwa pambo la imani. Wayuzawaju min alhurul ain, na vile vile ataozeshwa hurul ain. Katika riwaya nyingine zimekuja ataozeshwa hurul ain 72. Ataozeshwa hurul ain, watakuwa ni wake zake 72. Wayushaffa'u fi 70 insanan min aqaribihi, na Allah subhanahu wa ta'ala atampatia nafasi aombee watu wake shafaa. Watu 70 katika jamaa zake aombee shafaa, na Allah ataikubali ile shafaa. Lakini kama tufahamu kuwa shafaa inayokusudiwa hapa ni yule anayeombewa asiwe ni katika washirikina. Ikiwa ni katika washirikina, shafaa haitomnufaisha. Sasa hapa tutakana tuwe makini kuwa ni wale ambao wamekufa na madhambi makubwa isiyo kwa shirki. Lakini ikiwa mtu amekufa na ushirikina, basi huyo haezi kuombewa shafaa kabisa. Hadithi ya pili, wa an rajul min ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam, na kutoka kwa mtu kutoka masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan qala, mmoja alimwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Mtume wa Allah, ma balul mu'minina yuftanun fi quburihim illa ash-shahida, yani kwa nini waumini wengi wakizikwa watapata fitna katika makaburi yao? Na hii fitna ilikusudiwa ni ile sualul malakain, yale maswali mawili kila mtu ataulizwa isipokuwa huu shahidi. Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam kasema, kafa, yamtosheleza babarakatul suyuf, yale yamtosheleza yale zile tete za panga, ala rasi fitna, zile panga zile zinazompiga katika kichwa chake. Hii ni fitna iliyokuwa kubwa zaidi. Allah subhanahu wa ta'ala atakuwa ni mwenye kumwokoa na fitna kama hii. Hadithi rawahu an-Nasa'i. Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala katika hadithi hii asema, tambihun, hapa pana uzindisho, kuzindua, turuja hadhi shahada, asema inatarajiwa shahada hii liman sa'alaha mukhlisan min qalbihi, inatarajiwa ushahidi huu, shahada hii kwa yule mwenye kuiomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mukhlisan min qalbihi, hali ya kuwa ni ikhlasi katika moyo wake. Walau lam yatayassar lahu al-istishhad, hata kama hajapata wepesi wa kufa jihadi katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, fil ma'raka, katika vita. Inawezekana mtu amekufa nyumbani lakini akapata thawabu kama hizi, bidalili qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kwa dalili ya kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, man sa'ala Allah ash-shahadata bisidqin ballaghahu Allah manazil ash-shuhada wa in mata ala firashihi, akhrajahu Muslim wal Bayhaqi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man sa'ala Allah ash-shahada, yote ambaye mwenye kumwomba Allah shahada, yani afi katika kifo cha ushahidi, bisidqin, hali ya kuwa ni mkweli, hapa kwa sharti kuwa awe mkweli, balaghahu Allahu manazil ash-shuhada, Allah subhanahu wa ta'ala atamfikishia katika daraja za wale waliokufa mashahidi, wa in mata ala firashi, hata kama amekufa katika kitanda chake. Kuna wengi katika maswahaba walikufa vitandani, kama Abu Bakr radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu, na wengi katika salaf walifariki katika vitanda vyao, lakini walikuwa na ikhlas na walikuwa ni wakweli na Allah subhanahu wa ta'ala. Katika fakra hii maulama wasema, wafihi, katika faida, anna man nawa khairan, yoyote ambaye atakayekusudia jambo la khairi, wa hala bainahu wa baina fi'lihi, na ikatokea kizuizi baina yake na kitendo chake, hailun, kizuizi,
fa innahu yuktab lahu ajruhu, huyu ataandikiwa thawabu. Ndio hapa kila siku tunazungumza kuwa Waislamu lazima wawe na nia nzuri. Vile vile baadhi ya maulama katika faida wasema waman mata fi ayi wajhin, na yote atakayekufa katika hali yoyote, katika njia yoyote, min wujuhi taati llahi, katika njia za kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa aqidun niyatahu, na akawa yeye ameazimia katika nia yake ala annahu yujahidu fi sabilillah, kwa anapigana jihad katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa shuhada, basi huyu itakuwa ni katika mashahidi. Wa sabilillah wasi', na hii njia ya Allah ni kunjufu. Yashmalu a'malan kathira, inaingia matendo mengi. Min alkhairi alladhi yubtagha fihi wajhu Allah, katika khairi ambayo inayotakiwa uso wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu musta'an. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. As-sadisa ashara, ya 16 ambao ni ya mwisho, al-mautu ghaziyan fi sabilillah, mtu mwenye kufa hali anakwenda kupigana katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ya kwanza tumeizungumzia mtu ameuawa katika vile viwanja. Hii ya pili al-mautu ghaziyan fi sabilillah. Wa fi hadithan, na hapa pana hadithi mbili. Hadithi ya kwanza akhrajahu Muslim wa Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia masahaba, ma ta'udduna ash-shahida fikum, ma ta'udduna ash-shahida fikum. قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذن لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwauliza maswahaba, hebu nitajieni mashahidi ni kina nani? Maswahaba wakamwambia, ewe Mtume wa Allah, yule aliyeuawa katika njia ya Allah, huyu ndio shahidi. Qala, Mtume akawaambia, inna shuhadaa ummati idhan laqalil, ikiwa mazungumza hivyo kuwa aliyeuawa katika njia ya Allah ni shahidi, basi mashahidi katika umma wangu ni wachache sana. Qalu, maswahaba akasema, faman hum ya Rasulullah, ikiwa si huyu ni kina nani ewe Mtume wa Allah? Qala, Mtume akamwambia, man qutila fi sabilillah, yule aliyeuawa katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa shahid. Wa man mata fi sabilillah, hapa ndo mahali shahid, na yule atakayekufa katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, fa huwa shahid. Wa man mata fi ta'un fa huwa shahid, na yule ambaye atakayekufa na ugonjwa wa ta'un, ni ugonjwa ambao kama nasema ulama wasema wabaun am yantashir, ni ugonjwa ambao wenye kuenea, unaua kwa kasi kama vile kipindupindu na vinginevyo. Waman mata fil batni fa huwa shahidu, na anayekufa na tumbo, maulama wasema aina yote ya tumbo, sawa anaendesha aina yote ya tumbo ikani sababu kwa kufa, basi huyu itakuwa amekufa shahidi. Wal ghariqu shahid, na yule aliyezama katika maji pia ni shahidi. Sio mtu maisha yakamsumbua kana kajitupa ndani ya bahari, la, ni mtu ambaye aliyekufa baharini, ima labda akamuokoa mwenzake, kama yule kijana wa juzi katika jirani yetu, alimuokoa mwenzake ikawa ni sababu ya kufariki. Sio mtu anajipeleka hajui kuogelea akajitia baharini pale akafa, la, utakuwa umekufa kifo kibaya. Katika hadithi ya mwisho ambao ni hadithi akhrajahu Abu Daud wal Hakim wal Baihaqi min hadithi Abi Malik al-Ash'ari wa sahahu al-Hakim wa inma huwa hasan faqat. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, man fasala ay kharaja, mwenye kutoka fi sabilillah,
katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala, famata, akafa, au kutila, au akauawa, fahuwa shahidun, huyu itakuwa ni shahidi. Maulama wanasema hata mwenye kutoka kwa ajili ya kutafuta ilmu, licha kuwa leo watu wamedharau jambo la elimu, na huu ndio ukweli wa mambo, watu wamedharau jambo la elimu. Na nikizungumza elimu hapa nazungumza al-ilmu shar'i, si elimu ya dunia. Ndio kaona Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake aombe ziada, wa qur rabbi zidni ilma, Mola wangu nizidishie ilmu. Elimu ya dini leo imedharauliwa sana, mpaka inafikia wakati watoto wakiongezewa masaa kidogo, kuna baadhi ya wazazi wanakereka na kupiga kelele, mbona muongeza siku, mbona muongeza masaa? Lakini shule mtoto anatoka kabla salatul fajri, anakuja baada salatul isha, wala mzazi hana habari. Lakini madrasa wamempa muda mchache sana. Kwa kweli hili ni jambo la hatari. Asema mfasala ay kharaja fi sabilillah, yule ambaye atakayetoka katika njia yake Allah subhanahu wa ta'ala katika jihadi, famata, akafa, au kutila, au akauawa katika vita, fahuwa shahidun, huyu ni shahidi. Au waqasahu farasuhu, tunakaendelea, au akaangushwa na farasi wake, yule farasi akamwangusha akavunjika kichwa akafariki. Au ba'iruhu, au ngamia wake akamwangusha ikawa ni sababu ya kufariki. Au ladaqatu hammatun, au akaumwa na mnyama mwenye sumu, sawa ni nyoka, ni nge, tandu, mnyama mwenye sumu akamuuma. Au mata ala firashihi, au akafa katika kitanda chake, bi ay hatfin, kwa hali aina yote, au pasi na sababu yote, sha Allah kataka, fa innahu shahidun, huyu ni shahidi, wa inna lahu aljanna, na huyu ana pepo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemwandalia pepo kama hii. Ndugu zangu katika imani, nataka ni jambo nizungumze nilieleweke. Mashahidi tumewataja ni wengi sana, isipokuwa huyu tuliyomtaja leo hapa, alistishhadu fi sahati alqital. Huyu sasa, huyu ambaye atakayeuawa katika viwanja vya vita, huyu ndiye haoshwi, huyu ndiye anazikwa na nguo zake. Ama wengine wote hawa wanaoshwa, wanakafiniwa, wanazikwa. Lakini katika matatizo leo, makhawarij, kilabu nar, mambwa wa motoni, hawa makhawarij leo wamechafua jambo hili. 2013 hapa kuna mmoja katika viongozi makhawarij hapa Kenya aliuawa. Yule mwenyewe alikuwa ni jahil, mzungu wa reli, mbumbumbu, hana ilmu, na wale wafuasi wake pia ilikuwa ni wajinga. Sasa aliishi katika maisha kijinga, akazikwa kijinga, akazikwa kijahilia. Na hii sizungumzi kuwa na kashifu, nazungumza uhalisia, watu kutosoma. Yeye alikuwa hataki kusoma, yeye anaona ni jihadi peke yake. Kufariki kwake, akafariki akazikwa ovyo. Sisi tunazungumza kuuawa kwake ni dhulma, kama Sayyid Qutb ni dhulma aliuawa. Lakini sasa sisi Waislamu, yule ni Muislamu na ana hali ya kufanyiwa baada ya kufa. Lao kungekuwa na serikali ya Kiislamu, watu wote walioshiriki katika kumzika bila kumuosha wangeadhibiwa na kutiwa katika magerezani, kwa sababu wao hawakumuosha. Kwa sababu nini? Wasema amekufa shahidi. Sasa sisi tunawauliza maswali, na hii ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema sufahaul ahlam kulathaul aslam, kuwa ni wapumbavu makhawarij, akili zao ni ndogo. Umar radhiallahu anhu aliuawa, Uthman radhiallahu anhu aliuawa, Ali bin Abi Talib aliuawa, Abdullah bin Zubair aliuawa, na Hajjaj bin Yusuf, na wengi katika salafi waliuawa.
lakini haikuthibiti kwa wao kuwa hawakuoshwa. Sasa huyu hana tofauti na yule aliyezika kuku wa kideri yule, hana tofauti. Tuzangu katika imani lazima tuwe makini. Hata kama mtu ameuawa, amedhulumiwa, tunamuosha, tunamkafini. Lakini mtu ambaye aliuawa katika njia ya Allah, katika vita baina ya Uislamu na makafiri, hapa ndio huyu haoshwi. Nukta nyingine ndugu zangu katika imani, hakuna jihadi Somalia. Somalia hakuna jihadi, ni harbul fitna, ni vita vya ukabila. Leo kuna baadhi ya watu wanapita kwa kambusi Sumbwa, wanaambia nendeni Somalia. Ile si jihadi, ni vita vya fitna pale. Muislamu hafai kuingia hapo. Jihadi ni mpaka maulama waizungumze, kama walivyoizungumza al-Yaman. Hivi karibuni al-Yaman walipoingia Mahuthi wameshika sehemu za North, Ahlus Sunna kote ulimwenguni wakaitangaza ni jihadi. Katika ulama kukapelekwa kikosi, wakatandikwa kisawasawa, wako bado wako sehemu ya shimali. Lakini sisi kwa sisi hatuwezi kujua jihadi mpaka turudi katika maulama. Na hii ndugu zangu katika Islamu inakuja kutosoma, wala haimaanishi kwa sisi tunapinga jihadi. La, jihadi ipo, lakini jihadi ina dhawabit, jihadi ina misingi yake. Wao hawafundishi watu. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika Zad al-Ma'ad ametaja ahkamu jihadi ziko 19, lakini kwa ujinga wao hawa watu hawajui. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.